This program is sponsored by the partners and friends of Redeemer's Voice Media. 1 Thessalonians chapter number 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Verse 13, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. Chapter 5 verse number 1. The Bible says, but concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of the light and sons of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, they are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Lord, we thank you for the grace bestowed upon us to hear this word. Asante Bwana neema uliotukirimia kusikia neno hili. May you add revelation to every word spoken. Ongeza ufunuo kwa kila neno linalotamkwa. In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Well, the topic today is the rapture of the church. Na somo letu ni kuhusu unyakuzi wa kanisa. We are all aware of the times and the seasons that we are living in. Sote tufahamu nyakati na majira tunamoishi. And I desire to bring to you the summary of the end time signs, which we may deal with it in details much later. Na nataka niwaletee vidokezo vya dalili za nyakati za mwisho ambapo kina chake tunaweza kukiangalia wakati mwingine. In the book of Matthew chapter 24 verse number 5, Jesus spoke about the false prophets and false Christs. Na katika Mathayo 24 mstari wa 5 Yesu akaongea kuhusu manabii wa uongo na mitume wa uongo. He says, for many will come in my name, saying I am Christ, and will mislead many. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema ndimi Kristo, na watawapotosha wengi. Verse 11 he says, and many false prophets will arise and will mislead many. Na manabii wengi wataondoka na kuwadanganya wengi. He also talked about wars. Na kaongea kuhusu vita na matetezi ya vita. He says in verse 6, and you will be hearing of wars and rumors of wars. Akasema mtasikia vita na matetezi ya vita. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. Mchunge kwamba msije mkatishwa,
Maana mambo haya hayana budi kutimia, lakini mwanzo ungali bado. Verse number 7, he talks about famines and earthquakes. Anasema habari ya njaa na habari ya matetemeko ya nchi. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and there will be earthquakes. Kwa mataifa litainuka kupigana na lingine, ufalme juu ya lingine, na kutakuwepo na njaa na matetemeko ya nchi. Verse number 8 and 9, he talks about tribulations. Na ukisoma 8-9 anaongea kuhusu wakati wa He says, but all these things are merely the beginning of birth pangs. Lakini haya yote yatakuwa ndio mwanzo wa utungu. Then they will deliver you to tribulations. Ndipo mtakapopitia kwenye dhiki. And will kill you. Na kuwaua. And you'll be hated by all nations on account of my name. Mtachukiwa na mataifa mengi kwa ajili yangu. Verse number 14, Jesus talks about the gospel will be preached throughout the world. 14 anasema habari njema na itahubiriwa katika ulimwengu mzima. He says, and this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all the nations, and then the end shall come. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kutakuwa na ushuhuda wa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Then Paul speaks in 1 Timothy chapter number 4 from verse 1. He is talking about apostasy or the falling away from the faith. Naye Paulo akiongea kwenye Timotheo wa kwanza anaongea kuhusu ugengeufu ama kule kuiacha imani. He says, but the Spirit explicitly says that in latter times some will fall away from the faith. Maana roho yanena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi wataiacha imani. Paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. Huku wakizisikiza roho zidanganyazo na elimu ya mapepo. By means of the hypocrisy of liars, seared in their own conscience as with a branding iron, men who forbid marriage and advocate abstaining from foods. Na kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe, na kwa amuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani. He says there are foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. Yani vyakula alivyoviumba Mungu vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. 2 Timothy chapter 3, he says also that realize this, that in the last days difficult times will come. Katika Timotheo wa pili 3 mstari wa kwanza anasema, lakini fahamuni neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, unloving, unforgiving, malicious gossipers, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu ama kusamehe, wasingiziaji, wasiojizuia, wakatili, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepusha nao. Daniel 12 verse 4, he also speaks about the end times, and he says there will be increase in knowledge and traveling. Na Danieli katika 4 anasema kwamba siku za mwisho kutakuwa na kuongezeka kwa maarifa na watu wataenda huku na huku. Daniel 12 verse 4, he says, but as for you,
Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time, because many will go back and forth and knowledge will increase. Lakini ewe Danieli, yafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho wengi watakwenda mbio huku na huko, na maarifa yataongezeka. Now these scriptures that I've just given to you in summary, maandiko ambayo nimekudokezea, they have all been fulfilled almost to the letter. Yote ni kama yametimia karibu kufika mwisho wake. And the signs of the end time are being completed at a very high rate and with high intensity than ever before. Na dalili za nyakati za mwisho zimetimia kwa upesi na kasi kubwa. And so there are just a few things that are being put in place by God, and then the end will come. Yapo mambo machache yaliyosalia ambaye Mungu anataka yatimize, baadaye na mwisho utatoka. But one of the most significant event that is going to be so glorious is going to be the event that God is going to release his son to come back to pick his saints in the clouds. Na tukio mojawapo ambalo ni kubwa zaidi tena la muhimu, ambalo litakuwa lenye utukufu, ni lilo tukio ambalo Mungu atamtuma mwanawe Yesu Kristo ili kulinyakua kanisa, which we call the rapture, ambalo twaita unyakuzi. There are so many people who have contention about this. Wapo watu wengi wana matatanishi na jambo hili. But the fact is, Jesus is coming to pick up his saints who have been waiting for him in glory. Lakini kweli wa mambo ni kwamba Yesu yuaja ili kulitoa kanisa lake ambalo limekuwa likimsubiria awapeleke kwenye utukufu. That's why the Bible says, Paul writing to the church of the Thessalonians, Paulo akiandikia kanisa la Thessaloniki, he says, but I would not have you be ignorant, akasema siwataki mkose kujua, concerning them who are asleep, kwa habari ya wale wanaolala, that you sorrow not even as others who have no hope. Msihuzunike kama watu wasiokuwa na tumaini. He's talking about the believers who, you know, they were all expecting to be raptured. They were expecting to be taken into heaven before before they die, but then they died. And so people are asking, is this teaching that Jesus is coming for us really true? Na wakati ule Paulo anavyoandikia hawa, walikuwa na matarajio kwamba Yesu yuaja karibuni kuwanyakua, wakawa wameona kwamba haijatimia. Wengine wakawa na kuulizana, jambo hili kweli ni la kweli litatimia? Because in the book of Acts of the Apostles chapter 1, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, as Jesus had just been with the disciples on the Mount of Olives to speak to them for the last time, the Bible says the angels came and said he's coming back. Na tutakumbuka Yesu Kristo alipokuwa kwenye mlima wa Mizeituni akinyakuliwa, malaika akawaambia waliokuwa wakisimama wakimuona Yesu akienda, akasema huyu Yesu anaenda atarudi kama vile anavyoenda. Verse number 9, chapter 1 of Acts, the Bible says, now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Kisha kusema hayo, walipokuwa wakitizama, akainuliwa na wingu likampokea kutoka machoni pao. And while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, two men or two angels stood by them in white apparel. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili ambao ni malaika wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Who also said, men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Wakasema, eni watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitizama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi
hivyo hivyo mnavyomwona akienda zake mbinguni. Actually, the entire life of the apostles and the ministers that ministered after that, their expectation was that they were coming, Jesus was coming back for them. Muda wote wa mitume walipokuwa wakihudumu, walijua kwamba katika siku zao na enzi zao huyo Yesu atarudi kuwachukua. Every time they would go to sleep, they would say Maranatha, because they were expecting, if we don't meet tomorrow morning, let's meet in the sky. Na kila mara wakienda kulala wangepeana kwa heri kusema kwamba Maranatha, maana Yesu yuaja, tusipokutana tukutane mbinguni. So day after day they were expecting his coming. Kwa hivyo siku baada ya nyingine walikuwa wanataraji kuja kwake. That's why in the book of Peter some began to mock later on, and they were saying, you have continued to tell us that this Jesus is coming back. When is he going to come? Probably he never come back, or he came and went. Na ndio sababu kwenye kitabu cha Petro utapata wapo wengine waliosema, walikuwa wakidhihaki kwamba Yesu atakuja karibuni na hatujamuona akija. Kwa hivyo kukawa na hiyo dhihaka kwamba hatawahi kuja. But he said, we need to understand that the patience of God is so that many should come to the knowledge of Jesus. He doesn't want people to perish, to go to hell. He gives us opportunity to come to the knowledge of Jesus so that we can all be saved. Ndiposa Petro akawaandikia kuambia kwamba subira ya Bwana ni kwamba awape nafasi watu ili kupata kufikia toba, ili wengi wasiangamie. And he said, one day unto God is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day unto God. So we cannot put God into a box of our own personal timing. Ndiyo akasema kwamba kwa Mungu siku moja ni kama miaka 1,000 na miaka 1,000 ni kama siku moja kwa Bwana. Kwa hivyo akasema hatuwezi kumwekea Bwana vipimo kulingana na muda wetu wa kibinadamu. So Paul is telling the church of Thessalonica, naye Paulo akiandikia kanisa la Wathesalonike, he says to them, don't be worried about those who have slept. Akasema msihuzunikie wale waliolala katika kufa. He didn't say those who have died. Hakusema wale waliokufa. He said those who have slept. Akasema wale waliolala. That is to say, those who are in the Lord, they never die. Hiyo ni maana kwamba walio katika Bwana hawafi. They have passed from death to life. Washapita toka mautini kuingia uzima. According to the book of John chapter 5 verse number 23, 24, 25. Kulingana na Yohana mtakatifu 5:23, 24, 25. He said that you have passed from death unto life. Akasema mmepita mautini kuingia uzimani. Christ is our life. Na Kristo ndiye uzima wetu. And because in him was life, his life was the light of men. Na kwa sababu Yesu ndiye uzima, uzima ule ndiyo nuru ya watu. So he who has Christ in him, he has life in him. Aliye na Kristo ndani ana uzima. So death has no power over those who are in Christ Jesus, for they have passed from death into life. Mauti hayana nguvu kwa wale walio ndani ya Kristo, washapita mautini wakaingia uzimani. They can only sleep waiting for the coming of the Lord. Wanaweza tu kulala wakimsubiria kuja Bwana. That's why it is very important for you to be born again. Na ndio sababu ni muhimu kwako kuzaliwa mara ya pili. Paul says in verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, Paulo anasema ikiwa tunaamini Yesu Kristo alikufa na kufuka tena, even so them also who slept in Jesus will God bring with him. God will bring with him. Wale wanaolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja na Kristo. For this we say unto you by the word of the Lord. Maana hili twasema kwenu kwa neno la Bwana, that we who are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them who are asleep. Kwamba katika kuja kwake Yesu Kristo sisi tulio hai tutawatangulia wale waliolala. For the Lord, verse number 16, very important. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Kwa maana kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na with the voice of the archangel, na mwaliko wa sauti wa malaika, and with the trumpet of God, na parapanda ya Mungu. And the dead in Christ shall rise first. Na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Then we who are alive
and remain shall be caught up together. Kisha sisi tulio hai na tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao. We shall be caught up together. Tutanyakuliwa pamoja nao. With them in the clouds to meet the Lord in the air. Nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. And so shall we ever be with the Lord. Na hivyo tutakavyokuwa pamoja na Bwana milele. And he says, therefore, comfort one another with these words. Basi farijianeni kwa maneno hayo. So the rapture of the church is the most glorious event in which God will snatch or will catch up those who are born again, those who have died in Christ, and those who are alive today but they are born again. Tukio la unyakuzi ni tukio ambalo Bwana atawachukua watu wake waliokufa katika Kristo na wale waliookoka na wangali hai kwa pamoja, so that he may make way for his righteousness or his righteous judgments to be poured out on the earth during the great tribulation period. Ili kwamba akuwe na muda mzuri wa kumimina ghadhabu yake katika wakati ule unaitwa dhiki kuu. Bible says in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, where we read, he says, for God has not appointed us to wrath. Na katika Thessalonika wa kwanza 5:9 nasema Mungu hakutuitia sisi hukumu, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Lakini kwamba tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Revelation chapter 3 verse 10. Na Ufunuo wa Yohana 3:10. He says, because you have kept the word of my patience. Anasema ya kwamba kwa sababu wewe umelitunza neno langu la subira, I also will keep you from the hour of temptation. Mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Iliyo tayari kujilia ulimwengu wote kuwajaribu wakao juu ya nchi. So one of the reasons of the rapture is because Jesus is going to pick those who have been waiting for him all this time in salvation, and those who went to be who died earlier or who slept earlier, so that he may now go into a new dispensation of the last tribulations of the chapters of the Bible. Na sasa sababu kubwa ya kunyakuliwa ni Yesu kuwatoa wale waliokufa katika yeye na wale ambao wako hai wameokolewa, ili kuingia katika kipindi kingine ambacho kitakuwa ni cha kutamatisha dhiki kuu ya mwisho. Number 2, at that time, according to Daniel, there are the 7 weeks or the 7 years that will remain. The Bible says that there will be a great time of God turning his attention to the Jews, because all Jews, most of the Jews, from the time that Jesus went to heaven, most of the Jews rejected the gospel. But now that rejection is going to turn when God turns his attention back to the Jews. Na kulingana na Danieli, hicho kipindi cha miaka 7 ambacho kinaitwa wiki 7, Mungu atageuza mtizamo wake kuelekea taifa la Israeli. Yaani tokea siku Yesu Kristo alikuwepo duniani, Wayahudi wote walikuwa wapinzani wa Injili. Na sasa itafika wakati mioyo yao itageuka na macho ya Mungu itawakazia wao. So the Lord will deliver his people from the terrible trials and the tribulations during the 7-year rule of the Antichrist. Na Mungu atatumia hicho kipindi cha miaka 7 cha mtawala mpinga Kristo ili kuwageuza watu wake, taifa la Israeli, kwake yeye. God will resurrect all believers who died in Christ. Mungu atawafufua waaminio wote waliokufa katika Kristo, and give to them glorified bodies. Awape mili iliyotukuka. Then they will be joined with those who are still alive,
who also will receive glorified bodies to meet the Lord in the clouds. Wataungana na wao ambao ni waaminio nao hawakuwa wamekufa ili kuweza kukutana na kumlaki Bwana hewani. The rapture will be an instantaneous transformation of our mortal bodies. Unyakuzi utakuwa ni kubadilisha mili, kufumba na kufumbua jicho. It shall be a time of being clothed with eternity or with immortality, so that we can now have glorified bodies. Wakati ule utakuwa ni ukubadilishiwa mili, ili mwili unaoharibika uvalie usioharibika, mwili unaokufa uvalie usiokufa, na kupewa mwili ulio na utukufu. Remember, it will be an instantaneous event. Kumbuka, itakuwa katika kufumba na kufumbua jicho. Paul says in 1 Corinthians 15 verse number 15. Katika Wakorintho kwanza 15:50. He says, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither does corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Paulo anasema ya kwamba ndugu zangu nasema haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu urithi kutoharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Now I want you to know that in the Old Testament, the doctrine of being taken to heaven in a rapture was not something that was taught or was known. But the Bible says that Paul is saying, I'm showing you a mystery. There is a mystery of rapture. Na katika Agano la Kale hakukuwepo na mafundisho kuhusu kunyakuliwa. Ndiposa Paulo anasema, naonesheni siri. Na nataka niwaambie, unyakuzi ni jambo la siri. He says in verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutoharibika. This is to say, this thing will be so instant that those who are not ready will not make it. Jambo hili litakuwa ni ghafla kwa mpigo, kwamba wale ambao hawako tayari hawatakwenda. Those who are ready, waiting for Jesus, they will be picked up. That is an instant. That's where now Jesus says, two will be in a bed. One will be taken, another will remain. Two will be in the farm. One will be taken, another will remain. Ndiposa jambo hili la wepesi na kwa ghafla, Yesu akasema kwamba nyakati hizo wawili watakuwa kitandani kulala. Mmoja atatwaliwa, mwingine atasalia. Wengine watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mwingine atasalia. Maybe the pilot will be in the cockpit taking people to some place, and he's born again, spirit-filled, tongue-talking, and he will be taken right in the air to go to meet with the Lord, and he leaves that plane without somebody piloting. That's the dangerous part of this. Na kutakuwepo kwenye ndege yule rubani ambaye ameokoka, amejazwa Roho Mtakatifu, atanyakuliwa akaenda na kaacha ndege. Sasa hapo ndio kutakuwa hatari na unyakuzi. So it will also leave a lot of devastation on the face of the earth. People will be wondering and marveling, what is it that is happening? Italeta sokomoko duniani, maana kote kutakuwa na vurugu, watu wasielewe ni nini kimefanyika. It will be in the twinkling of an eye. Itakuwa katika kufumba na kufumbua. That's why it is important for you to live holy and acceptable before God. Ndiposa ni vema kwako kuishi mtakatifu na wenye kumpendeza Bwana. Do not take your life for granted. Usiyachukulia maisha yako kwenye mizaha. Because indeed the times that we are living in are completely the signs of the end time are completely fulfilled. Maana nyakati tunamoishi,
dalili za nyakati za mwisho zishatimia. And because they are already fulfilled, it is up to us to stay ready. Na kwa sababu zimekwisha timia, ni shauri letu kuweza kukaa tayari. I'm not saying that it's coming tomorrow. Mimi si kusema Yesu I'm anakuja not giving kesho. you a date or an hour. Mimi sijakwambia ni saa hata mwezi, But as we sijakwambia. have said before, you just need to keep your eyes up, looking unto Jesus. Na vile tulivyosema hata awali, imekufaa uangalie juu ukiwa tayari kwa Yesu. You need to have your mind set on the things above. Wahitaji kuweka akili zako kwa mambo yaliyo juu, So that when Jesus comes, he will find you prepared. ili kwamba Yesu ajapo akupate uwe tayari. I know that it's by grace that he saved us. Najua ni kwa neema alituokoa sisi. But also he desires that we live acceptable in his sight. Na pia atamani tuishi kwa njia ya kukubalika mbele ya We macho need yake. to live holy and acceptable in his sight. Tuishi watakatifu katika hali ya kustahili mbele zake. Titus says in the book of Titus chapter 2. Tito, katika Tito wa pili. He says, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Maana neema ya Yesu iletao wokovu imewatokea watu wote. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present age. Ikitufunza kwamba tuweze kuachana na tamaa za dunia hii, tuweze kuishi katika namna ya kumpendeza Bwana. Who gave, he says, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and the Savior Jesus Christ. Tukilitazamia tumaini la baraka la Bwana Mungu wetu na Yesu Kristo. We have to look forward to this. Ni lazima tutazamie hii. We must anticipate this to happen. Lazima tuwe na tarajio ya jambo hilo kufanyika. Because this thing is going to be in an instant. Maana jambo hili litakuwa ni la ghafla. It will be like something that you are not prepared for. Litakuwa ni kama jambo hukuwa In the umetarajia. twinkling of an eye. Katika kufumba na kufumbua. So the Bible says we have to deny ungodliness. Biblia inasema lazima tukatae yote yasiyo ya utaua. It is a personal decision that you want to live in the way that is pleasing the Lord. Ni kauli yako kibinafsi kwamba wataka kuishi kwenye njia ya kumpendeza Because Bwana. Jesus is not coming so that you may be saved. When he comes, he's coming for those who are waiting for him in salvation. Yesu haji kwa ili uokolewe, anakuja kwa wale ambao wanaishi wakimngojea katika wokovu. I want you to know that if you are expecting Jesus, there is nothing like waiting for him to clean you and then prepare you and all that. That is being done now. That is the work that bishops, pastors, evangelists and teachers and apostles are doing right now. They are sending you warnings. They are speaking the word to cleanse you, to prepare you for this great event that is coming, the appearing of the glorious God, or the glorious and the blessed day of our Lord Jesus Christ. Kumbuka kwamba sisi tunapoishi sasa hivi hatumsubiri Yesu kuja kutusafisha. Anatusafisha sasa kupitia watumishi wa Mungu, maaskofu, mitume, wainjilisti, walimu, wachungaji. Ndio sababu wanakutumia maonyo, wanakutumia neno la Bwana ili utakasike, usafishwe. Ajapo Yesu uwe uko tayari wamsubiri. He is cleansing you by his word. Anakusafisha kupitia neno lake. And this word he has put it in the mouth of his servants. Na hili neno amelitia kwenye vinywa vya And watumishi he's wake. watching over that word to make sure that it is fulfilled. Na analitazamia hilo neno, aliona likitimia kwako. So we need to be prepared by the words that we hear. Hivyo basi twaifaa kuandaliwa kwa hilo neno tunalolipokea. So listen to the truth of the word of God. Hivyo basi sikiza ukweli wa neno la Mungu. It will help you be ready for Jesus. Itakusaidia ili kujiandaa kwa ajili ya Yesu. Because the time is coming when this corruptible must put on incorruption. Wakati unafika ambapo huu uharibikao utavalia And usioharibika. this mortal body must put on immortality. Na huu mwili unaopatikana na mauti uvalie ule usiopatikana na mauti. So when this corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory.
Wakati ambapo unaharibika utavalia usioharibika, na huo mwili unaokufa ukivalia usiokufa, hapo ndipo lile neno litatimia linalosema ya kwamba mauti imemezwa kwa ushindi. I want you to know also, very important so that we don't forget, nataka ujue kwa umuhimu ili usisahau, that the rapture should not be distinguished from the second coming of Jesus Christ. Kunyakuliwa kwa kanisa, tukio hilo lazima litofautishwe na hilo tukio la mwisho kabisa la kuja kwa pili kwa Yesu Kristo. Jesus came the first time by birth through the womb of Mary, the Virgin Mary. Yesu kuja kwake kwa kwanza duniani katika nchi, alipitia katika tumbo la mwanamke mmoja anaitwa Mariamu. And he grew up like you and me. Na Yesu akakuwa kama mtoto kama wewe. Till he was crucified. Mpaka siku zake za kusulubishwa. And then he rose again from the dead. Na akafufuka katika wafu. And he went to heaven. Na kaenda mbinguni. On the day that he was picked up in heaven, na siku aliyenyakuliwa kwenda mbinguni, the disciples were told, wait until the coming of the Holy Spirit. Na mitume wakaambiwa msubirini mpaka kuja kwa Roho Mtakatifu. And from the day of Pentecost, the last days began. Tokea siku ya Pentekoste ndipo siku za mwisho zilianza. When the church was now born, the days of the end began. Kanisa lilipozaliwa ndipo siku za mwisho zilianza. And so we have been in these last days for more than 2,000 years. Kwa hivyo tumekuwa katika nyakati za mwisho karibu zaidi ya miaka 2000. So we should not mistake or mix up the matters of his second coming and the rapture. Tusichanganye habari kuhusiana na kunyakuliwa kwa kanisa na kuja kwa pili kwa Yesu Kristo duniani. One, at rapture the Lord will come in the clouds at the sound of the trumpet. Jambo la kwanza la kutofautisha ndio hili. Kuja kwa kunyakuliwa kanisa, Yesu Kristo atasimama mawinguni. And the voice of the angel, he will come in the clouds. Na kwa sauti ya malaika, yeye atakuja mawinguni. It is the believers, those who are dead, who are asleep, and those who are alive today, who will go and meet him. Ni waaminio waliokufa kwa Yesu na waliookoka walio hai, wao ndio watanyakuliwa wakutane na Yesu hewani. But at the second coming, lakini katika kuja kwa Yesu kwa pili duniani, the Lord will descend all the way to the earth to stand on the Mount of Olives together with all the saints who made to the rapture. Yesu atashuka toka mbinguni mpaka kwenye nchi katika mlima unaitwa mlima wa Mizeituni pamoja na watakatifu wote waliokuwa wamenyakuliwa. That is to say, when the Lord comes the second time, it will be during the period of the Great Tribulation. Na Bwana atakapokuja mara ya pili duniani, itakuwa ni kipindi cha ile kitu tunaita dhiki kuu. And in the days of the Battle of Armageddon. Na itakuwa katika siku za vita vya Armageddoni. When he steps on the Mount of Olives, this will result into a great earthquake and the defeat of God's enemies who will have gathered from the east, from the north, the south, and the west to come and fight in the Battle of Armageddon in Israel. Na siku hiyo Yesu atakapokanyaga katika mlima wa Mizeituni, kule kukanyaga tu kutaleta tetemeko nzito duniani na kuweza kusababisha kuangamizwa kwa maadui wa Mungu ambao watakuwa wamejikusanya wote kwa pamoja kwa vita vya Armagedoni zidi ya Israeli. Zechariah chapter 14 verse number 3. Zekaria 14. The Bible says, then shall the Lord go forth and fight against those nations, as when he fought in the days of battle.
Nasema hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alipopigana zamani siku ya vita. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni, which is before Jerusalem on the east. Unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki. And the Mount Olives shall cleave or shall shake in the mid, it shall break in the midst thereof towards the east and towards the west. Na mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove towards the north and half of it towards the south. Litakuwako huko bonde kubwa sana, nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini na nusu yake upande wa kusini. Verse number 5, and you shall flee. He's talking about the children of Israel. They shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Yes, you shall flee, like as you fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints will be with him. Nanyi mtakimbia, anaongelea taifa la Israeli. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, na kwa maana bonde lile la milima itaenea hata Aseli. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda, na Bwana Mungu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Jude prophesied, Jude says in verse 14 that Enoch prophesied about this event as well. Yuda anasema katika mstari wa 14 ya kwamba yule Henoko alitabiri kuhusu habari ya kunyakuliwa. He says, and Enoch also, the seventh from Adam, he prophesied of this, saying, behold, the Lord comes with 10,000s of his saints. Henoko, mtu wa saba baada ya Adamu, alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu. Verse 15, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches, which ungodly sinners have spoken against him. Ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu, kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambaye hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. So you need to differentiate between this. Unahitaji kutofautisha kati ya unyakuzi. Because in rapture, all those who lived uprightly and looking forward to the blessed hope of the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ will be clothed with their new bodies as they ascend to meet Jesus in the clouds. Katika kunyakuliwa, siku hizo zitakuwa ni siku za kubadilishiwa mili, tuvalie mili za utukufu, na zitakuwa ni siku za watakatifu wa Mungu kuchukuliwa kwenda kuungana na Yesu Kristo mawinguni. We shall put on the same kind of body like that Jesus has. Tutauvalia ule mwili wa utukufu kama ule mwili wa Yesu Kristo. 1 John 3:2 says, beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when
he shall appear, that is Jesus, we shall be like him, for we shall see him as he is. Wapendwa wangu, haijulikani vile tutakavyofanana, lakini Yesu Kristo atakavyofunuliwa tutakuwa kama alivyo. The greatest anticipation and earnest desire for every believer is to be ready for the rapture. Tamanio kubwa lililo katika waaminio ni kule kukuwa tayari kwa ajili ya siku ya kunyakuliwa. There is nothing good on earth to a man who is born again. Hakuna kitu cha kupendeza mno duniani kwa mtu ambaye ameokoka. We are desiring to be with the Lord. Tamanio letu kubwa ni kuwa na yule Bwana wetu Yesu. It doesn't matter how much money we have, how much property we have, how many cars we have, how many things that we have. The wealth of this world is coming to an end one day. Haijalishi tulionayo pesa, hela, mali, na siku moja mali ya dunia hii itakuja kufika kikomo. And so we need to lift our eyes and set our affection on God. Tunahitaji kuinua macho yetu na tuweke mawazo yetu na upendo wetu kwa Mungu. Jesus said, when you see the things that are happening in the last days, the things that have been taking place, he said that generation that is seeing those things must lift their eyes up because their redemption is drawing near. Akasema Yesu, mtakapoyaona mambo haya, anaongelesha hicho kizazi ambacho ni cha kwetu hichi, ya kwamba imetupasa tuinue macho yetu, maana ukombozi wetu umekaribia. We all desire to be clothed with our heavenly bodies. Wote tunatamania kuweza kuvikwa mwili wetu wa mbinguni. Because in this flesh we are groaning day and night. Katika mwili huu twaukua usiku mchana. Sicknesses, hunger, famine, trouble, all kinds of things are happening to us because we are in this flesh. Njaa, mambo yote, magonjwa yanapita kwetu kwa sababu tumo ndani ya hii mwili ya. But there is a city prepared for us. Lakini upo mji umeandaliwa kwetu. The New Jerusalem. Jerusalem mpya. That we desire to be there. Jesus, when he was living, he said, I'm going to the Father and I'm going to prepare a mansion for you. Twatamani kwa kule Yesu alisema nakwenda kwa Baba ili kuandalieni maskani. So he has prepared, it is ready for you. Ameshaandaa yale maskani, hapo tayari kwa ajili yetu. Don't miss it because of religion. Usiyakose yale maskani kwa ajili ya dini. Don't miss it because of wrong doctrine. Usiyakose kwa sababu ya elimu ya uongo. Don't miss it because of what people have said. Usikose kwa ajili ya yale maneno watu wamesema. Jesus is coming. Yesu yuaja. Bible says in 2 Corinthians 5 verse 1. Ni Wakorintho wa pili. He says, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya duniani hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyoifanywa kwa mikono ya manadamu, lakini kwa mikono iliyo ya milele juu mbinguni. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. If so be that being clothed we shall not be found naked. Ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi. Verse 4 says, for we that are in this tabernacle do groan. Kwa sababu sisi tulilo katika maskani hii twaugua. Being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up by life. Tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Now he that has wrought us for this self-same thing is God, who also has given unto us the earnest of the Holy Spirit. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo ni Mungu, aliyetupa arabuni ya Roho. Therefore,
we are always confident, knowing that while we are at home in this body, we are absent from the Lord. Basi siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati uwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. For we walk by faith, not by sight. Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. We know that we are born again. We understand the presence of God is with us, but we are doing that by faith. But the Bible says, then we shall see him as he is. Yes, twakaa hapa kwa imani, lakini Biblia inasema tutamuona jinsi alivyo. And there's no glorious thing as standing face to face with your Lord. Hamna jambo la kufurahisha furaha kuu kama kusimama ana kwa ana. The Bible says, for we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Anasema basi sisi tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. Therefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted by him. Kwa hivyo tunahakikisha ya kwamba asipokuwepo ama yupo, lakini twataka tuwe na Bwana. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Maana wote lazima tuweze kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu, that everyone may receive the things done in his body. Ila kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, according to that he has done, whether it be good or bad. Kwa kadri ya alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Knowing therefore the terror of the Lord. Basi tukiijua hofu ya Bwana, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. Basi tukiijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Naam, na tumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. We are preaching this word with this anticipation. Tunapohubiri ili neno, tunalihubiri tukiwa na tazamio hili. We are persuading you because we have this consciousness of the coming of the Lord Jesus Christ. Tunawavuta, tunawashawishi, maana dhamiri hii tunayo kwenye kuhusu Yesu, kuja kwa Yesu Kristo. The scriptures are clear that Jesus is coming back. Maandiko yako hadharani, inasema Yesu anakuja. And this day I want you to join with the chariot of those who are going to heaven. Na siku ya leo nataka ujiunge na gari la wale ambao wanaenda mbinguni. Do not play around with your life. Usifanye michezo na misana maneno na maisha yako. I'll be talking about the judgment seat of Christ very soon. Nitakuwa nikiongelea kuhusu kiti cha enzi cha hukumu cha Kristo karibuni. And I will be talking about most of these events in this series of teaching, so that you may be prepared for the coming of the Lord. Na nitaongea kuhusu matukio haya katika mafundisho haya ili nikuandae kwa ajili ya kuja kwa Yesu. Let's pray together. Nataka tuombe pamoja. Precious Father, in the name that is above every name. Baba milele, katika jina kuu la Yesu Kristo, I thank you for the word that you have sent forth this day. Asante kwa neno ulilolituma leo. And I pray, dear Lord, that as many as have heard it and they are not ready, na kwa kadri ya wengi ambao wamelisikia neno hili na kwamba hawako tayari, I pray that this word will release conviction in their hearts. Naomba neno hili lilete ushawishi kwenye mioyo yao. It will stir up their desire to be born again. Litaamusha tamanio la kuokoka. As we break every cloud of sin and darkness over their lives. Tunapovunja kila wingu la dhambi na uovu juu ya maisha. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu Kristo. Lord, I thank you because you are the Lord who saves. Bwana nakushukuru maana ndiwe Bwana unayeokoa. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tuomba. You are asking, how do I get saved? Unauliza ninawezaje kuokoka? Let me help you to know this. Wacha nikusaidie ujue hii. The Bible says that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Biblia inasema anayeitia jina la Bwana ataokoka. Because with the mouth you confess, maana kwa kinywa unakiri, but with your heart
you believe lakini kwa moyo the unaamini Lord Jesus is the Lord and Savior. kwamba Bwana Yesu ni So Mwokozi. you have to confess with your own mouth, Kiri kwa kinywa chako and the Lord will save you. na Bwana atakuokoa. So I want to pray with you. I want you to repeat with me these words. Omba nami ukitumia maneno Say, na dear kupa. Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I come to you this day. nakuja kwako leo. I have heard your word. Nimesikia neno lako. I realize I'm a sinner. Nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Lord, I'm not ready for the rapture. Naona siko tayari kunyakuliwa. Father, I pray Na Baba, naomba that you forgive my sins. samehe dhambi zangu. Wash me by the blood of Jesus. Nitakase kwa damu ya Yesu. And write my name in the Lamb's book of life. Andika jina langu katika kitabu cha So uzima. that if Jesus comes, Ili Yesu ajapo he will find me ready. anipate nikiwa I tayari. say no to sin. Ninakataa dhambi. I say no to religion, Nakataa dini, to witchcraft and Satan. uchawi na shetani In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. And today, Na leo I make a bold declaration ninafanya kauli that I am born again. kwamba mimi leo And nimeokoka. Jesus is my Lord. Na Yesu ni Bwana wangu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. We thank the partners and friends of Redeemer's Voice Media for making this program possible.